Sifiwe rafiki mpenda mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, tunakukaribisha kwenye vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato vinavyopeperushwa siku baada ya siku hapa. Tunayo furaha mara tena kukumbusha kwamba tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inatufunza jinsi ya kuelewa, jinsi ya kusoma unabii wa Biblia. Na mara nyingine ninakukumbusha tu ya kwamba somo la juma hii ni ya 5, linazungumzia mataifa kwenye sehemu ya pili. Somo la Jumanne leo tunazungumzia Daniel sura ya 7. Daniel sura ya 7. Utaelewa pamoja nami ya kwamba unabii ule wa Daniel sura yake ni ya pili, mahali ambapo kunazungumziwa mafalme jinsi gani yatafatana mpaka ufalme wa Yesu hatimaye ambao utakuja. Unabii ule ulitolewa kwa mfalme mpagano ambaye alikuwa ni Nebukadnezar. Lakini maono ya Daniel sura yake ni ya 7, kinyume chake yanatolewa kwa nabii Mwebrania, sehemu ya watu wa Mungu wa agano ambaye ni Daniel. Kwa hivi leo ninakukumbusha tu ya kwamba Daniel alioneshwa mada ile ile kama Nebukadnezar, lakini kwa mtazamo tofauti. Badala ya sanamu anaona mfuatano wa mataifa yakiinuka kutoka baharini, matokeo ya upepo unaovuruga maji. Mataifa haya yalikuwa katika hali ya vita daima na kusababisha mabadiliko ya kudumu ya mamlaka kati yao. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Daniel sura yake ni ya 7:1-3, na tuangalie kuna harakati nyingi katika tukio hili na ni masomo gani tunaweza kupata kutokana na taswira hili, kama vile mnyama aliyeinuka kwanza kutoka baharini. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unaposoma kuanzia kwenye Daniel sura yake ni ya 7 mstari wa kwanza, ukishuka hapo tukiona kwenye Daniel 7:2-3 nasema, Daniel akasema, katika maono yangu ya usiku natazama pepo 4 za mbinguni zikitikisa bahari kubwa. Wanyama wakubwa 4, kila mmoja tofauti na wengine, walitoka baharini. Hapo kuna wanyama karibia 4 ambao walitokea, ambao tu pia ni sawasawa na kile kisa ambacho mfalme Nebukadnezar alikiona kwenye Daniel sura yake ni ya 2, ndoto ambayo aliona ya sanamu iliyokuwa ikifanyika na madini tofauti. Hapa tunaona nyama ya kwanza kwenye Daniel 7 ambayo ni simba, ambaye anawakilisha tena Babeli ambayo itawala kwa mwaka wa 605 hadi 539 kabla kuja kwa Yesu. Baadaye kulikuja dubu ambayo ilikuwa ikiwakilisha Wamedi na Wapersi, ambayo ilikuwa na mbavu kwenye mdomo, kwenye kinywa chake, ikiwakilisha pia Medo-Persian ambayo ilianza kwa 539 hadi 331 kabla ya Kristo. Na baadaye tukaona chui ambayo ilikuwa na vichwa 4 ambavyo vinaonyesha wajemadari ambao walitokea baada ya Iskandar Mkuu, Alexandre le Grand, ambaye tunaona Ptolemy, Seleucid, Bismarck na Kasande ambao walishimamia tena Ugiriki, ambao ulikuwa kuanzia 331 hadi 168. Na baadaye tunaona mnyama wa ajabu kabisa ambaye anawakilisha Roma kipagani kuanzia mwaka wa 168 kabla ya kuja kwa Kristo hadi 476 baada ya Kristo. Na sasa kuna kuwa pembe ambayo huyo mnyama alikuwa na pembe 10, lakini kati ya hizo pembe kulibuka pembe ambayo ilikuwa ya ajabu, ikasema makufuru, ambayo inawakilisha Roma ya kipapa, ambayo inaanzia kwa 476 mpaka tuseme Yesu atakapokuja. Sasa unaweza kujiuliza pamoja nami, kwa nini urudie mfululizo wa miliki za ulimwengu tena katika maono mengine kwenye Daniel sura 7:2-3 hata 16 hadi 18? Unajiuliza ni kwa nini Mungu anarudia mambo mamojelelea. Nataka nikukumbushe tu ya kwamba jambo la kwanza ni kuweka wazi uhakika wa utimilifu wake kulingana na Mwanzo 11:32. Wakati Mungu anataka kuweka mkazo wa kitu, kuonyesha kwamba kile ambacho amekizungumzia hakika kitatimia, ni lazima kirudilie hata mara pili ama zaidi. Na hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ndio maana tunaiona kwenye Daniel ya 2 na Daniel ya 7, tafsiri inakuwa kana kwamba ni moja. Pili ni kuonyesha uhusiano wa watu wa Mungu na historia ya mataifa, kwani maono haya yalitolewa kwa nabii wa Kiebrania, sio kwa mfalme wa kipagani kama ilivyoandikwa katika Daniel sura yake ni ya 2. Kwa hivyo mataifa haya yangeinuka kwa amani, lakini kama matokeo ya vita. Mataifa haya hayangeinuka kwa amani, lakini kama matokeo
ya vita. Na ilibidi wale wana wa Israeli waelewe pia kwamba madhara ya kuchagua vibaya. Hapo wakaanza kuona mataifa mengine yakapigana. Taifa ya mbaya inakuja inaondoa nyingine taifa kwa vita, na nyingine hivyo hivyo. Jambo lingine ni kwamba Israeli haihusiki katika mzozo huo, ni mwathirika tu, eneo ambalo lingepita kutoka milki hadi milki bila uhuru. Na ni mbali kiasi gani sasa na kile ambacho Mungu alikuwa amewafikiria kulingana na Yeremia 19:11, anasema ninayo mipango mizuri kwa ajili yenu, mipango ya amani wala si ya mateso. Unaposoma kwenye historia unaona kwamba hakika unabii wa Mungu ni wa hakika. Babeli walikuwepo, baada yao ukaja wa Medi na wa Persia, baada ya pale ukawa Wagiriki, baada ya pale ukawa Roma ya kipagano, na Uroma wa kipapa ndio unaendelea. Kwa hivyo neno la Mungu ni hakika, ni lazima tupokee kwa Bwana mkombozi wa maisha yake na maisha yetu, tukijua kwamba karibuni utawala wa Yesu unakuja ambao hautakoma. Ni kwako leo kumpokea kwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Tuombe. Asante Yesu kwa somo hili, tufunze kukuamini na kuamini neno lako katika jina la Yesu Kristo. Usikose kusubscribe, like na share.